Hitimisho na angalizo. Sihitaji mtu yote ajue juu ya ujio wangu. Sipendi kuwa aliyeko nje ya mpango wangu kwa sasa. Na wala sipendi purukushani za polisi, nikiwa na maana jambo la uwepo wangu huku nahitaji libaki siri. Yaani siri yetu sisi wawili. Sawa bosi. Nenda kaianze kazi hii mara moja na upesi. Bray kwa unyenyekevu akaamka na kuondoka akiwa mwingi wa mashaka. Kwa ujio na muonekano wa bosi wake yule, bado haikutambulika Zidu ni nani na kwa nini amchunguze Rose. Naam, msikilizaji wa Ulimbo wa Simulizi, leo tuko sehemu ya 7 ya simulizi yetu mpya kabisa inayokwenda kwa jina la Rose, ikiwa imebeba maana kabisa kamili katika lugha adhimu ya Kiswahili, ikiwa ina maana ya chuki. Mimi ni Kaniban Ahmad, ambaye unaweza kunipata kwa namba za simu 0717 72 21 na mwisho ni 81. Kitu kimoja cha kuzingatia, ewe msikilizaji wa Ulimbo wa Simulizi, mimi hapa unayenisikiliza sina bei sana. Kwa hiyo kama una simulizi zako unahitaji sauti ya mamlaka iweze kuingia katika simulizi zako, basi ungana nami kupitia namba ambazo nimekutajia ili uweze kupata huduma. Sina bei, kwa usiogope kunitafuta. Na bei promotion kabisa. Lakini pia ewe msikilizaji wa Ulimbo wa Simulizi, ningependa ujue, na mara zote nitakwambia, 80 au 90% ya simulizi zote ambazo unazisikiliza kutoka Ulimbo wa Simulizi, mwandishi ni mmoja ambaye ni gwiji na nguli katika manguli wa uandishi. Huyu bwana namkubali sana na namappreciate kwa kile anachokifanya, kwa sababu kichwa chake kina charge na anatambua kila kitu anachokifanya. Huyu bwana ni mtu wa kuogopa sana. Ila nisikupotezee muda, tusonge nayo sehemu ya 7 baada ya kusikiliza sehemu ya 6 ya simulizi yetu pia kabisa inayokwenda kwa jina la Rose. Naam. Moyoni mwake bado kulikuwa na furaha. Alifikiria vingi sana. Muamko mkubwa wa mapenzi au ashki zilimtawala, akatamani siku ile ile kulitafuna tunda la shemeji yake Rose. Hakujua hatari iliyokuwa juu yake. Hakujua juu ya kufuatiliwa kwa binti yule na watu wasiojulikana. Akajikuta akimtumia meseji shemeji yake huyo: mida ya chakula cha mchana bado kidogo, jiandae, ni muda wetu, nitapenda unilishe kile chakula kitamu zaidi. Meseji ile ikapokelewa na Rose, naye akaachia kicheko hafifu, kisha naye akajibu: chakula gani hicho? Ina maana hukijui? Ndiyo, sikijui, niambie basi Eric. Nitakwenda kukwambia hotelini, usijali. Hapana, niambie sasa hivi ili niende kukiandaa. Usijali. Kila mmoja kwa upande wake aliona muda hauendi, ila hatimaye dakika, masaa yakatimia. Wakawa ndani ya Sleepway Hotel. Pasina kujua pembeni ya meza waliokuwa wao kuna watu au kuna mtu aliyekuwa akiwachunguza. Hawakumtilia shaka kabisa mtu yule ambaye alipanga kutumia simu yake kama kamera. Kadri muda ulivyozidi kwenda ndivyo maongezi yalivyozidi kukolea, na hata mikao yao kuzidi kubadilika, na hata yule mtu aliyekuwa pembeni yao akiwachunguza alizidisha umakini na kuanza kuwapiga picha katika simu yake kwa siri sana katika mikao yao ile ya kihasara na kumtumia Bray aliyempa kazi ile. Bray alishtuka sana, hakutegemea kama Eric kijana aliyeoa juzi tu angechepuka mapema kiasi kile. Hakutaka kupoteza muda. Picha zile kwa kuitumia njia ile ile aliyotumiwa ya WhatsApp, naye akamtumia Zidu. Zidu aliketi katika kitanda chumbani kwake, mkononi akiwa na picha ya Rose, akiwa kaikumbatia kifuani kwake. Moyo ulimuuma sana. Alikosa raha.
Kumbukumbu zake zikarudi nyuma, matusi aliyotukanwa na binti yule pindi alipohitaji kumwoa. Wacha kunichekesha Gaspar. Wewe unioe mimi? Umeshachelewa, mimi sikupendi, mimi sikuhitaji katika maisha yangu. Sahau kuhusu mimi. Mbona wanawake wapo wengi tu. Kumbukumbu ile ikampa maumivu tele, machozi yakawa yakimtiririka yenyewe. Ghafla mlio wa message ukasikika katika simu yake. Akaikwapua na kuifungua message ile kutoka WhatsApp. Zilikuwa ni picha kadhaa. Haraka sana akazifungua picha alizotumiwa. Macho yakamtoka. Hakuamini alichokiona. Eric. Akajikuta akiita kwa hisia kali, akikumbuka urafiki baina yao. Akakumbuka jinsi alivyomwambia kijana yule juu ya kuhitaji kumwoa Rose. Kumbe rafiki yake yule alikuwa akimzunguka. Kwa nini asilie? Ghafla akaikwapua simu yake na kupiga namba zile za Brai. Nahitaji dakika hii umpigie Eric umrejeshe kazini kabla hajafanya chochote. Wakati nikifikiria cha kufanya juu yake, sitomwacha mzima, anasema. Gaspar ambaye kwa sasa tumeshamtambua huyu kumbe ni tajiri bilionea anayekwenda kwa jina la Zidu, akaamrisha na Brai akatii na kuishika simu yake tayari kumtafuta Eric. Naam, tunarudishwa miaka 8 nyuma, katika benki moja ya Ukombozi. Ilikuwa ni mida ya saa 4 za asubuhi katika benki ya Ukombozi iliyoko katikati ya jiji la Kilwani. Gari aina ya Noah ilipofika, ghafla wakatua vijana 5 wenye silaha za moto na kuwashambulia walinzi wa benki ile, ambao kwa kuwa lilikuwa ni shambulio la ghafla walishindwa kujizatiti. Majambazi wale wakaingia ndani na kuiba mabilioni ya hela. Wanatoweka katika mazingira ya kutatanisha. Walienda kuishia katika jumba la mmoja wao wa majambazi wale. Walipozificha pesa zile, kuona upepo wa kusako kwao unaendeleaje. Naam, narudia na napenda wewe msikilizaji wa Ulimbo wa Simulizi unoti. Hapa tumerudishwa miaka 8 nyuma. Naam, huku nyuma katika kitengo cha upelelezi, idara ya upelelezi makao makuu ya jeshi la polisi, ndani ya ofisi ya kamishna mkuu mbele ya mkubwa yule wa polisi, aliketi inspekta wa jeshi la polisi aliyejulikana kwa jina la Inspekta Nurdini Kiango. Mezani kulikuwa na faili la kesi ile ya kuvamiwa kwa benki kuu ya Ukombozi, na mpaka muda huo wahusika hawakutambulika. Kesi ile alipewa kijana yule afisa machachari aliyefanya vizuri katika riwaya mbalimbali kama Mzimu Uliorejea, Upendo wa riwaya nyingine nyingi sana. Yeye ndiye aliyepewa dhamana ya kuwatambua wahalifu hao sugu. Baada ya maelezo kutoka kwa mkubwa wake wa kazi, akapiga saluti na kuondoka. Hatua yake ya kwanza, alifika katika benki ile, ambapo alifika katika vyumba vya kamera na kuzitazama kwa umakini picha za majambazi wale. Kwa bahati nzuri, kutokana na uzoefu wake na umaarufu wa wale majambazi, aliwatambua wawili, ambapo alianza kuwafuatilia. Baada ya kuwatia nguvuni, akawalazimisha wawataje wenzao. Wakati hayo yakiendelea, tayari Zidu, kiongozi wa majambazi wale, katika mgao wake alifanikiwa kufungua kampuni ya usindikaji nyama, ambayo alimweka Bryson, rafiki yake wa karibu, kama mkurugenzi na mmiliki, japo vyeti vya kampuni aliandika jina lake kamili, Gaspar. Baada ya kuona wenzake wanakamatwa, Zidu ikabidi akimbilie akajificha kijijini kwao, ambapo ilimlazimu kuishi maisha ya shida baada ya rafiki yake mkubwa kijijini pale, Eric, kumaliza elimu yake ya sekondari. Akamuunganisha katika kampuni yake ile, akajifanya anajuana na mmiliki wa kampuni. Gaspar anaonekana ni mtu hatari huyu. Na Eric akaenda kuwa chini ya Bryson. Kato hakujua kuwa kampuni ile ni ya Gaspar, kijana aliyeishi maisha ya shida sana kijijini.
mpaka miaka 8 mbele Gaspar akitumia jina lake feki Zidu anarejea Kilwani, na huko ndipo anapopata taarifa mbaya zaidi kuwa mpenzi wake kanyakuliwa na rafiki yake Eric. Nadhani hajaujua upande wangu wa pili, yaani ukatili wangu. Nadhani hajanijua mimi ni nani. Machungu ninayoyapata mimi lazima naye ayapate kabla ya kifo chake. Zidu katili akaweka nadhiri. Huyu sio Gaspar tena, huyu ni Zidu katili. Moyoni mwake akiwa na morozi kuu, yaani chuki kuu, morozi juu ya rafiki yake Eric na yule aliyekuwa mpenzi wake Rose. Mapenzi yanaumiza ise. Mapenzi yanaliza. Mapenzi yanatesa. Mapenzi ni uchizi, yanachizisha. Mapenzi hayana ukomando wala ujemedari. Ndiyo, Zidu K alikosa raha na furaha yake kuirejesha. Ni lazima Eric apate machungu kama alivyoyapata yeye. Kwa namna gani sasa? Akabaki akiwaza njia mubashara ya kumtia maumivu adui yake. Akawaza kitu. Mary akaja katika fikra zake. Hivi ni kweli Eric anampenda Mary katika moyo wake? Ndiyo, Eric anampenda Mary katika dunia hii zaidi ya mwanamke yeyote, ndio maana akamuoa. Pia akakumbuka enzi zile kipindi kile kijijini alivyojitahidi kumshauri aachane na binti yule. Majibu aliyompa, hiyo ni wazi Eric alimpenda sana Mary. Kwa nini sasa alimsaliti? Nafsi yake ikamuuliza, naye akaijibu. Bila shaka ni tamaa. Tamaa ndiyo iliyofanya akamsaliti Mary, na tamaa hiyo hiyo ndiyo iliyompa kiburi Rose kunidharau mimi. Tamaa ya mali zake, pengine na ahadi ya kazi ikamfanya yeye adharaulike. Mawazo hayo yakazidi kumpandisha hasira na kuikuza Rose katika moyo wake. Ghafla akaachia tabasamu la jeuri. Akashika simu yake na kupiga namba zile zilizopo katika simu yake. Namba za Bryson ambaye alipokea muda ule ule. Nahitaji wakati wa chai tuonane katika mgahawa wa Silvadola. Kuna kazi nahitaji kukupatia. Wazee. Zidu kweli ni komando, anaongea kijasusi kabisa yani. Basi Bryson akasema sawa bosi. Upande wa pili ukajibu, na wakati ule ule akakata simu. Gaspar au Zidu K akajiamisha kitandani na kuelekea bafuni akaenda kuoga. Baada ya kumaliza kuoga akajiandaa na kuingia ndani ya gari yake. Akaitazama saa mkononi mwake, akaiwasha gari lake na kuondoka taratibu. Alikuwa akielekea mgahawani. Dakika 2 aliwasili katika mgahawa ule ambapo alimkuta mwenzake kashawasili. Akaketi na kuagiza maziwa na maandazi kadhaa. Lengo langu la kukuita Swaiba, nataka nikupe kazi. Niambie bosi, toa shaka juu yangu. Sawa daktari. Vizuri sana. Kwanza nadhani hujui kipi kinachonisumbua, si ndio? Ni kweli bosi. Okay. Naomba utambue yule msichana ambaye jana ulinitumia picha zake ni demu wangu. Ni mwanamke ninayempenda zaidi ya mwanamke yeyote katika dunia hii. Ila rafiki yangu mimi anaamua kutoka naye. Imeniuma kwa kweli. Na unajua kwa nini imeniuma? Kwa sababu Eric anajua yule mtoto wa kike ni mpenzi wangu. Imeniuma sana. Bosi, kivipi tena? Kivipi awe demu wako? Sihitaji kukudadavulia zaidi ya hapa. Ila tambua tu ninampenda sana yule mwanamke. Na alichonifanyia Eric kabla sijamuondosha katika ulimwengu huu, nahitaji nimuonjeshe ladha ya machungu ya mapenzi ayapate kama nilivyoyapata mimi. Baada ya maneno yale, Zidu akanyamaza kidogo. Pengine akiacha yale aliyoyaongea yaingie vizuri katika kichwa cha msikilizaji, na mwenzake akatafakari zaidi. Ila ni ndani ya sekunde kadhaa tu
akaendelea. Bryson, kwa kutumia njia yoyote ile, kwa vyovyote vile, fanya ufanyavyo, uhakikishe unatembea na mke wa Eric, na Eric aje alitambue hilo. Eti? Unasema nini bosi? Ndio. Sitaki kujua wala kukufundisha ni vipi mtaonana. Kila kitu kitakuwa juu ya mpango wangu. Kama ni pesa ya kuhonga kiasi chochote mimi nitakupatia, kusudi tu umtumie mke wake kwa hili. Sihitaji unijibu kitu wala uniulize kitu. Ninachohitaji utaifanya kazi yangu na ripoti niipate. Sawa dogo? Naweza nikaondoka sasa. Na kweli baada ya maneno yale Zidu katili akajinyanyua kuwa tayari kwa kuondoka. Ila kabla hajaondoka akamwangalia kijana wake ambaye alikuwa mbali kimawazo. Hakikisha unafanikisha hilo. Demu mwenyewe makushindikana yule, hawezi kukushinda, sawa? Namfahamu vizuri. Akaachia tabasamu na kupiga hatua kuondoka eneo lile. Moyoni mwake tayari alishajenga faraja, kwani tayari ashaianza kazi yake ya kumpa maumivu yule aliyesababisha yeye apate maumivu. Nawe mwana Hizaya uliyeshindikana Rose, nitajua chako kufanya. Nawe lazima uumie kama nilivyoumia mimi kabla sijakuua. Zidu aka K akiwa ndani ya gari lake akaweka nadhiri. Yeah. Ni kama bahati siku hiyo iliangukia upande wake. Alikaa katika ofisi yake akiwa na mawazo sana mezani kwake. Alikuwa na picha za Mary makushindikana, akifikiria ni jinsi gani angempata. Kwanza hawakufahamiana au ampate nyumbani. Wakati Eric akiwa kazini yeye arudi mpaka nyumbani akaanzisha mazoea na binti yule. Ila angeanzia wapi? Na je, Eric angetambua juu ya jambo hilo ni kipi angefanya juu yake? Tena angetambua kipi ambacho bado hajakubaliwa? Maana angeenda pale ni lazima angeeleza sababu ya kwenda pale. Ghafla mawazo yake yakakatishwa baada ya kuhisi kitu. Akafunua pazia la dirisha lake kuangalia nje, ambapo katika gari la Eric walishuka wadada wawili na Eric. Dada yule mmoja alikuwa Rose na yule mwingine Bry alimtambua fika kwamba ndiyo yule aliyepaswa kuifanya kazi ya kuwa naye kimapenzi, yaani mke wa Eric. Akastaajabu, kwani Eric kaja naye kazini? Wakati akiwa katika mshangao ule, akamshuhudia yule binti akirejea ndani ya gari na kuliondoa. Rose na Eric wakawa wakija upande wa ofisini. Bry alishindwa kulielewa jambo lile. Akabaki katika hali ya sintofahamu. Ghafla akapata wazo. Akamwita Eric na kumpa kazi iliyomlazimu atoke nje ya ofisi. Baada ya Eric kutoka akamwita Rose ofisini kwake. Jitamtumia huyu mtu kumpata Mary. Akawaza na dakika ile Rose akaingia. Bry akamuonyesha ishara akae Rose naye akaketi. Yule mliyekuja naye asubuhi naye hapa kazini akaondoka na gari la Eric ni nani? Bry akampachika swali ambalo Rose alishtuka baada ya kusikia swali lile. Ila Bry akamtoa wasiwasi. Yule ndiye mke wa Eric, bosi wako? Bry akaachia tabasamu. Ni mwanamke mzuri sana, nimempenda. Unanichekesha bosi, mke wa mtu yule. Kwa nini mmekuja naye kazini sasa? Hapana bosi, kwa kuwa asubuhi ilihitajika aende sokoni kununua vitu vya nyumbani, ili mlazimu atulete kazini ndio aende sokoni na baadaye jioni aje atuchukue. Okay, nimekuelewa vizuri sana. Ndio kama nilivyokueleza, nimempenda sana yule binti. Nifanyie mchakato niwe naye. Nami nitakuwezesha mjini hapa, nitakupa nyumba ya kampuni ya kuishi. Si upo kazini?
Pili, nitakuongeza mshahara. Wewe fanya juu chini niwe na yule mwanamke. Lakini bosi, hakuna cha lakini. Kila mtu anaishi mjini kwa akili yake. Nenda kafikirie juu ya jambo hilo. Na utakaloamua utanijibu. Sawa bosi, hakuna shida. Rozi akajibu na kujinyenyua kuelekea ofisini kwake, kichwani akiwa na mawazo tele. Alikaa ofisini, mawazo mengi yaliyomshika kazi iliyopewa na bosi wake. Zidu ilimchanganya ubongo wake. Kutembea na mke wa mtu, na mbaya zaidi mwenye mke afahamu hilo, kwake ilikuwa ni kujichimbia kaburi. Asubiri tu kuzikwa, tena akiwa hai. Ndiyo, alijua Eric lazima moyo ungemuuma. Je, angechukua hatua gani dhidi yake? Hakika ilikuwa ni kazi ngumu. Japo kwa ulazima alipaswa ifanye, akamkumbuka Rozi. Alishapanga kumtumia binti yule katika zoezi zima. Je, binti yule aliamua nini sasa? Akashika simu yake mezani tayari kwa kumpigia. Naam. Nafikiri msikilizaji wa Ulimbo wa Simulizi, nisiweze kukuchosha. Naomba tuishie hapa sehemu hii ya 7. Tukutane sehemu ya 8 ya simulizi yetu safi kabisa ya Rose, yaani chuki, lakini chuki imenoga kweli kweli, yaani inanoga na kunoga. Cha msingi usiache kufuatilia sehemu ya 8, na mimi ni Kaniban Ahmad ambaye ninapatikana kwa namba za simu 0717 72 21 81. Lakini pia mwandishi wa simulizi hii ni Zuberi Maruma ambaye unaweza kumpata kwa namba za simu 06 73 56 45 53. Na swali ni, je, unafikiri huyu bwana Bryson atafanikiwa kumteka Mary ma kushindikana? Na mimi kwa upande wa Rose sina wasiwasi, lazima atakubali tu, kwa sababu yeye anafikiri kumpata bwana Eric. Na ungana nami sehemu ya 8, na nisikuchoshe na nisiwe na maneno mengi. Asante kwa kufuatilia simulizi yetu pendwa na kufuatilia Ulimbo wa Simulizi. Usiache kubonyeza alama ya neno subscribe, lakini pia usiache kucomment, kushare, kulike ili na wengine waweze kuburudika. Asante na chao.